A'udhu billahi minashaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mtazamaji, ni kualike tena kwa mara nyingine, ni Uislamu na vijana, ni hapa Channel 10 Plus. Mimi ni Isa Mkalinga kama kawaida, na kualika kwenye kipindi hiki ambacho ninayo imani kubwa kitakuletea maarifa mapana juu ya imani yako, dunia yako, lakini pia na akhira yako. Kama utakuwa si katika hao, hebu kajiongea nasi, utakuwa miongoni mwa watakaonufaika. Na leo tumemwalika Sheikh Isa bin Rashid Masanja. Huyu ni mudir katika markaz ya Masafa, hii kwa maeneo ya Dundani. Dundani hii ni wilaya ya Mkuranga katika mkoa wa Pwani. Leo nataka kuzungumza kitu ambacho kimekuwa kinasumbua sana jamii, nacho ni kukithiri kwa migogoro katika jamii. Yeye anakuja na suluhisho, ama inaweza kuwa suluhisho, lakini inaweza kuletwa kwa mbali taarifa ambayo jamii ikichukua hiyo taarifa inaweza kusaidia utatuzi wa migogoro hiyo. Sheikh Masanja, kwanza tutukimbia kwa muda mrefu. Karibu sana. Karibu, jamii iko tayari kukishuhudia na kukipokea, lakini kukifanyia kazi kile ambacho umekileta. Karibu sana. Alhamdulillah rabbil alamin, wa salatu wa salam ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Naam. Ndugu watazamaji na wasikilizaji, kama tulivyomsikia mwendeshaji wetu Sheikh Mkalinga, leo katika kipindi hiki cha vijana, tutazungumzia kwa mahaba ya Allah subhanahu wa ta'ala mada kuhusiana na migogoro. Jamii imekuwa na mitazamo mingi kuhusiana na migogoro. Naam. Kuna sehemu ya jamii inaamini kuwa migogoro ni lazima iwepo katika jamii, na hii ni kwa kuwa konsepti kubwa ya migogoro kwamba migogoro inaweza ikawa chanya, kwa maana ikaleta mabadiliko mazuri, na inaweza ikawa hasi, ikaleta mabadiliko yaliyokuwa mabaya. Kwa hali hii basi, kuna kundi la jamii linaamini kuwa migogoro katika jamii lazima iwepo ili mabadiliko ya jamii nayo yapatikane. Lakini kuna jamii nyingine naamini kuwa migogoro ni mibaya, kwamba inatakiwa iondoshwe yote kwa yote, kwamba migogoro kama migogoro ni lazima iwepo katika jamii. Na ndiyo maana tunaona katika vitabu vya Mungu vyote vinazungumza ni namna gani watu wanapopatwa na migogoro wasuluhishwe. Na kama pasingekuwa na migogoro katika jamii, hata maandiko yanayohusu mambo ya migogoro yasingekuwepo, kwa sababu kuzungumza na kutoa suluhu ya kitu ambacho hakipo isingekuwa ina maana kubwa. Katika Qur'ani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, walau shaa rabbuka laja'ala an-nasa ummatan wahida wala yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk walidhalika khalaqahum. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema kwamba lau Mola wako angelitaka, watu wote angewafanya kuwa ni wamoja bila migogoro na bila ya misuguano, lakini Mungu amewaumba wala yazaluna mukhtalifin, ni lazima wawe katika migogoro na misuguano. Na hii ni kwa nini? Migogoro kwenye jamii inasababishwa na mambo kadhaa, ikiwemo makuzi na mitazamo mbalimbali. Kwa mfano, leo mtu kama mimi niliyekulia katika jamii ya Wasukuma Mwanza ni tofauti na wewe uliokulia kwenye jamii ya Kizaramo au Kindengereko, Kimakonde na nyingine. Manake yale makuzi kutofautiana inapelekea sasa misuguano na migongano inayosababishwa na ile mitazamo ya kimakuzi na kimalezi niliyoipata mimi inayotofautiana na wewe. Naam. Kwa hiyo kumbe katika jamii, na hasa jamii inayochangamana kati ya watu wa maeneo mengine na wengine wa maeneo haya, ni lazima pawe na hicho kitu kinachoitwa migogoro. Na tukizungumza migogoro, maana yake tunamaanisha ni nini? Migogoro maana yake ni kutoelewana au ni kupingana au kutofautiana. Hii ndio maana ya migogoro. Kwa nini watu wanafika kwenye hali ya kutoelewana? Na kutoelewana ni nini? Kutoelewana maana yake huyu anaelewa hivi na yule anaelewa vile. Sasa hili ni jambo linalozaliwa na IQ ya mtu, namna gani anafikiria, ana vyanzo gani vya elimu,
ndio anatofautiana kuelewa na mtu mwingine. Tayeb. Sasa katika huku kutoelewana kunaweza ukasababishwa na maana ya kitu, kwamba mtu A na B wanazungumza, lakini kuna neno limetumika kwa yule aliyezungumzishwa mwingine akawa kuelewa maana yake, ikawa ni sababu ya mgogoro. Kwa mfano, watu wanasema labda wapo kwenye jamii fulani kwamba kila familia ichangie kiasi fulani kwa ajili ya ujenzi wa msikiti. Sasa mtu akapokea mmoja kwamba familia ni nyumba nzima, kwamba watu wamepanga kwenye nyumba moja, kama kuna Waislamu 5, 10, wote wachangie kiasi kile kilichotajwa, kwa mfano ni 5,000. Lakini mwingine akaelewa kwamba familia ni kila mlango wa Muislamu, kwamba kila mlango uchangie shilingi 5,000 kwa ajili ya ujenzi wa msikiti. Sasa hapo watu wametofautiana, lakini kilichosababisha watofautiane ni nini? Ni tamko au maana ya neno familia. Lakini muda mwingine watu wanaweza kutofautiana kwa sababu ya utamaduni, kama nilivyoeleza. Tamaduni za Wasukuma na tamaduni za Makonde zinatofautiana. Kwa mfano, mimi naweza nikawa nimetoka nimeenda kwenye tamaduni ya Kimakonde kuishi, au tamaduni nyingine. Nikawa ninafanya jambo ambalo kikwetu ni jambo la kawaida, lakini kikwenu likawa linaonesha tofauti na ilivyo. Kwa mfano, nimekwenda kwenye maji, nimevaa labda kepu. Lakini kumbe kwa nyinyi mtu kuvaa kepu kisimani dalili ya kutokuwa na adabu. Sasa nikafika mahala au umepewa kitu kapokea mkono wa kushoto. Au nikapokea labda kwa kushoto. Kwa hiyo ikawa inaonekana kwamba mimi sina adabu, wakati mimi kumbe tamaduni za nyumbani kwetu na tamaduni za nyinyi zimetofautiana, ndio maana ikawa kuna vitu kama hivyo. Kwa hiyo hii ni moja ya mambo ambayo yanaweza kusababisha watu wasielewane katika upande wa tamaduni. Lakini pia tukizungumzia migogoro tunamaanisha ni kupingana. Kwamba huyu anapinga wazo au maamuzi ya mtu mwingine. Na kupinga nayo si uadui. Yaani mtu kiona amekupinga, tafsiri yake ima anataka kurekebisha, kuna mahala ameona pamekwenda kombo. Sasa kinachosababisha ugomvi sasa pengine ni namna ya ule ufikishaji au pengine upokeaji na vingine, lakini swala la kupinga haiwi moja kwa moja kuwa ni jambo lisilofaa. Leo hata kwenye familia, kwa mfano kati ya mke na mume, kuna baadhi ya wakati mke anaweza akalazimika ampinge mume. Pengine ni kwa maslahi mapana ya maisha ya mume na mke. Lakini mume akaamini kuwa kwa kuwa amepingwa na yeye ndio mwenye final say, kama amedhalilishwa au ametwezwa au ameonekana hana maana. Kumbe pengine kama angefikiria vizuri, kule kupingwa kwake kungekuwa kuna tija katika maisha yake yeye na ya mwenzake. Kwa mfano, baba anaweza akaamua labda kutokana na mshahara au kipato alichokipata anunue gari. Lakini ananunua gari, kipindi hicho ananunua gari hana pa kulala anapopamilikia mwenyewe, kwa maana amepanga. Ananunua gari, akishatoka kwenye mizunguko yake gari anaenda kupaki CCM au anapeleka sheri au mahala pengine, wakati kulala kila siku anagongewa. Sasa mke anapinga, anasema hapana mume wangu, ni kweli gari ni muhimu, lakini kwa sasa tungejenga japo kibanda tujistiri, tuepuke masala ya nini ya misuguano na watu wenye nyumba. Kwa hiyo kupingana, tujue kwamba kumpinga mtu si jambo la uadui, bali ni urafiki na mara nyingine na kuwa ni kutengeneza. Lakini pia tukizungumza mambo ya migogoro tunamaanisha ni kutofautiana. Sasa kutofautiana kama watu walivyoumbwa tofauti, na lazima katika mitazamo na mapokeo wawe wana utofauti. Kwa hiyo hili jambo nalo ni lazima katika jamii lipatikane, ambalo linakuwa linapelekea katika nene, katika kitu kinachoitwa migogoro. Sasa kabla ya migogoro ni lazima viwepo viashiria. Kabla ya viashiria vya migogoro, mimi natamani nipate hivi definition kwa Kiswahili nini? Maana. Haya. Natamani nipate maana halisi ya neno mgogoro kwa tafsiri
unavyokuja. Mimi nilidhani tunaposema mgogoro nilidhani ni lazima pafuke moshi. Nilidhani mimi kwamba mgogoro ni lazima watu washikiane mapanga, watu kumbe pahala panaweza kuwa na mgogoro lakini pana maendeleo. Kwa tafsiri ya neno unalokuja nalo leo kwamba mgogoro si tu sehemu ya watu kushikiana mapanga. Ndio. Kama tunavyosoma katika maandiko mbalimbali kwamba sehemu fulani kuna mgogoro wa wakulima na wafugaji. Sehemu fulani kuna mgogoro wa wamiliki wa vyombo vya moto hivi. Ndio. Kumbe mgogoro unaweza kuwa ni njia ya kufikia maendeleo. Ndio maana yake, si ndio maana yake? Ndio. Aha, sawa. Twende, tulikuwa tunazungumzia sasa kwamba kuna viashiria vya migogoro. Leo watu kutoelewana sio ugomvi wala mgogoro, bali ni kiashiria kinachoelekea kwenye mgogoro. Watu hawaelewani. Kwa mfano kama tulivyoeleza, hawaelewani kwa sababu ya labda mambo ya tamaduni kama nilivyotolea mfano. Sasa kule kutoelewana kama hakutotatuliwa ndio kutapelekea kwenye ugomvi na pengine mpaka mapigano. Kwa hiyo kumbe ni juu ya jamii sasa au watu kushughulika na hivi viashiria, ikiwemo kutoelewana, kuvisovu kabla havijakuwa vikawa ni mgogoro sasa kufikia kwenye magomvi ya kupigana. Lakini kitu kingine tulisema ile kutofautiana. Kutofautiana nako kunatakiwa kuwahiwe kabla hakujazaa nini mgogoro mkubwa na tatizo na mpasuko na watu kupigana na kutengana. Hivyo hivyo swala hili la kupingana, watu wanapopingana ni lazima kila mtu amsikilize mwenzie na ikiwezekana atoe hoja yake na mpaka wafikie katika solution. Yaani shida katika jamii yetu tuliokuwa nayo wakati wa kupingana, mara nyingi magomvi yanatokea panapokuwa kinachopingwa si wazo, anapingwa mtu. Yaani kwa mfano unaweza kukuta kuna watu leo hawaipendi CCM au hawapendi serikali na targeti yao labda hawamtaki mama kwa mfano. Kwa hiyo lolote litakalofanywa na CCM au serikali ya CCM, maana yake mtu atapinga ni kwa sababu tu anayelitekeleza ni Samia au Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo sasa hii haiwezi ikatuondoa katika migogoro. Na ili kupingana kuwe kuzuri, watu tupinge kile kinachosemwa. Mantuku kwamba yeye amesema 1 2 3 yeye, na wala asione kwamba kile kilichosemwa ndio adili nacho. Kile kilichosemwa sio huyu aliyesema. Yule aliyesema muache vile, kwa sababu kila mtu kama tulivyosema na uelewa na namna ya kuyapokea na kuyawasilisha mambo. Sasa we pinga kile, lakini usipinge tu kwa sababu mimi sitaki tu. Mimi napinga hiki kwa sababu 1 2 3 na mimi ninaona suluhu ni 1 2 3. Huo ndio upingaji mzuri ambao utatufikisha katika mafanikio. Sasa baada ya kutoka katika maelezo mafupi ya kuelezea migogoro na yale niliyofafanua kidogo, nilitamani nielezee aina 3 kuu za migogoro. Katika jamii tulizokuwa nazo tuna migogoro aina 3 kuu. Mgogoro wa mwanzo Waarabu wanaitwa nizaul afkari. Wazungu wanasema ideas conflict. Na Waswahili sisi tunasema ni mgogoro wa kimawazo au wa kifikra. Mgogoro wa kimawazo unakuwaje? Kwamba mtu A ana wazo lake kuhusu jambo fulani na mtu B ana wazo lake tofauti na la mtu A kuhusiana na jambo fulani. Sawa? Kwamba hapa kumekuwa kuna ukinzani, kuna mgongano wa fikra za watu wawili, lakini zote zinahusu kitu kimoja. Kwa mfano tutolee mfano, kwa mfano katika jamii. Labda mimi ni mtu wa madarisi kwa mfano. Tuna madarasa labda 2, 3, 4 ambazo zote zina nembo ya taasisi. Lakini madarasa zote zina uhitaji wa kisima kwa mfano. Kimepatikana kisima au pesa ya kisima. Watu tukawa tunakinzana wapi kile kisima kiwekwe. Mmoja akawa anasema hiki kisima kipelekwe Dundani kwa kuwa ndio makao makuu. Mwingine akasema hapana, ikipelekwe Mwanza kwa kuwa huku ndio tawi ili tuatie nguvu. Sasa pale
pengine kinachoweza kuzalika sasa kwenye ule mgogoro ni wazo la tatu ambalo linakuwa bora zaidi, litakalosaidia katika sehemu zote mbili. Na wazo litakuwaje? Sasa kwa kuwa pesa tuliokuwa nao ni ya kisima kimoja, cha kufanya sasa tutafute sponsors watusaidie, tuongeze hiki tulichokuwa nacho, tuwe na visima viwili sasa. Tuwe na masafa ya Mwanza na tuwe na masafa ya wapi? Ya Dundani. Umeona namna mgogoro ulivyoleta faida? Naam. Kwamba watu wamekinzana wapi waweke kile kisima. Lakini huyu akawa na fikra yake na huyu fikra nyingine, pakazalika njia nyingine ya suluhu ambayo ni bora zaidi, ikawa imenufaisha watu A na watu B kutokana na nini? Na lile wazo ambalo lilikuwa ni la ujenzi wa nini au uchimbaji wa kisima. Kwa hiyo huu unaitwa ni mgogoro wa nini? Mgogoro wa kimawazo, nizau la afkari au ideas conflict, kwamba mawazo ndiyo yanayopigana. Na kama tulivyosema kwenye kupigana mawazo, haya mawazo yanavyoshindana yenyewe, usimseme ujinga yule aliyetoa wazo kwamba we na we akili yako sio yani, badala ya kwenda kwenye makao makuu tukaanzie kwenye tawi, inakuwaje? Mtoto apate kabla ya mkubwa, adabu apate mkubwa kabla ya mdogo. Usiseme hivyo kwamba we mjinga, sema ilo wazo lako ni zuri, lakini kwa kuwa hawa ndio wanaanza, wanatakiwa watiwe moyo, wanatakiwa wahamasishwe, tuwape wao kwanza. Unapigana na wazo. Na yule mtu maana yake ataelewa, kwa sababu hujamtukana yeye, bali umetia dosari au umekipinga kile ambacho yeye amekifikiria. Sawa. Mgongano wa kimawazo. Mgongano wa kimawazo. Lakini mgongano wa pili, kuna mgongano au mgogoro wa kimaslahi. Maslahi moja kwa moja ikitamkwa inaonekana ni kana kwamba watu wanapigania pesa tu. Hapana. Tukizungumza maslahi maana yake ni manufaa. Nizaul masalihi. Watu wanagombania nini? Maslaha fulani. Mfano wake nini? Mfano wa nizaul masalihi, kuna uhitaji wa kitu, lakini kile kinachohitajiwa akiwatoshi wote. Mfano mzuri wa nizaul masalihi ni hasa unafaa katika masala ya utawala na uongozi. Kwa mfano, nafasi ya uraisi ni moja, lakini watu wanaohitaji uraisi ni 100 au watu 20-30, na wote wanapigania kiti kile. Sasa ule upiganaji wao unaitwa nizaul masalihi, kwa maana ile interest conflict, mzozo ambao unasababishwa na nini? Na maslahi, nafasi, kila mtu anaitaka. Lakini huo unatatuliwa vipi mgogoro huu wa nizaul masalih? Namna ya kutatua huu, moja ya namna ya utatuzi ni kupanga zamu, kama tunavyoona leo katika serikali. Kwa mfano, kwa kuwa wanajua na walifahamu kuwa kuna mgogoro huu wa masalih, wamepanga uchaguzi kila baada ya miaka 5. Maana yake nini? Kwamba huyu aliyepata miaka hii 5 pengine kijiti ampatie mtu mwingine, kwa kuwa nafasi ni hiyo moja, na yeye na watakaji ni wengi, na yeye ahudumu katika nafasi hiyo. Na hiyo pia inaendana hata kwenye baraza letu, Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA. Kama tulivyoona juzi, kulikuwa tunatatua hii nizaul masalihi, kwamba nafasi zinakuwa ni moja, mwenyekiti wa mkoa Mwanza mzima, lakini anahitajika awe mtu mmoja. Mwenyekiti wa halmashauri ya BAKWATA mkoa wa Dar es Salaam, nafasi ni moja. Sasa maana ya kuweka nauba zamu, kwamba ikiwezekana huyu amehudumu kwa kiasi hiki, muda mwingine aingie mtu mwingine. Lakini sasa ili aingie mtu mwingine ni lazima huyu aliyekuwepo amefanya vibaya. Hawa amefanya vibaya, ndio kawaida nafaa iwe hivyo. Lakini tofauti na kwenye jamii zetu, kwa kuwa pana maslaha na kila mtu anahitaji maslaha, magongano yanakuwa makubwa, magomvi yanakuwa makubwa. Inafikia mahala sasa watu wanafanyia na fitna, watu wanakashifiana, watu wanachafuana, watu wanafanyiana hili na lile, ikiwa kwamba kila mtu anahitaji ile nafasi, na hakuna zamu mpaka afe. Asipokufa ndio mnampiga. Maana yake akishakufa maana yake. Na kwa nini mliamua hivi kwamba huko ufanyike uchaguzi? Yani mliangalia zile nafasi hazina maslahi.
Mimi nasema hazina maslahi. Ukiniambia shekhe wa mkoa na mwenyekiti wa mkoa, shekhe wa mkoa si ndio ana maslahi bwana kuliko mwenyekiti. Kwa hiyo mkaona hizi mfanye uchaguzi hizi mpaka mtu afe. Hapana, katika Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA, katika upande wa uchaguzi na nafasi za watu wale ambao hawachaguliwi kwa maana wanateuliwa, kilichotazamwa pale ni hizi fitna ambazo pengine kukiwa kuna kila wakati ule uchaguzi wa zile nafasi muhimu kama za mashehe, kwamba pangezua labda mitafaruku mikubwa. Na hii pia kwa upande mwingine kiangaliwe inatazamwa kwenye upande kama wa sunna, wakiangalia kwamba utawala ni wa Kiislamu na wanaoongozwa ni Waislamu, na uongozi ulianzia kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka Mtume alivyofariki, amekaribia kufariki, akaashiria kiongozi awe nani, na yule naye mpaka kafariki. Kwa hiyo imekuwa kama ni mfumo ule wa nini, wa sunnatul kauni, kwamba Kiislamu kiongozi hasa wa nafasi hii, kwa kuwa ndio amirul mu'minin, ni lazima awepo mpaka pale itakapofikia imepatikana sababu kubwa ya kuweza kuondoa. Kwenye kuingia na chaguliwa, kwenye kutoka mpaka afi. Hapana, utaratibu wa baraza, japo si msemaji wa baraza, lakini kwa kuwa ni mwana baraza, ni Muislamu, namna ilivyo ipo hivi. Namna ilivyo kwamba tuendelee na mada yetu. Tuendelee na mada. Nizao al-masalih. Ile ya tatu. Nizao al-masalih ni ya pili, lakini mgogoro wa tatu, aina ya mgogoro wa tatu huu unaitwa ni mgogoro wa kimahusiano. Mgogoro wa kimahusiano. Mgogoro wa kimahusiano huu ni mgogoro kati ya mtu na mtu. Mtu na mtu. Maana yake nini? Kama nilivyotoa kwenye mfano wa Mheshimiwa Rais, kwamba mtu nakuta yeye ana mgogoro na Mheshimiwa Rais. Mgogoro wa nafsi yake kwamba hampendi. Sawa. Sasa anakuwa lolote atakalolifanya halina maana, na akipinga hapingi kwa sababu lile kilichosema, bali anampinga yule mtu kwa sababu tu hayuko naye sawa sawa. Hayupo naye sawa sawa. Kwa hiyo hizi ndizo aina kuu tatu za migogoro ambazo jamii inatakiwa ijue kuwa migogoro hii ipo, na waangalie namna ya kuitatua vizuri ili kuendelea na mahusiano yao mazuri. Kiukweli Sheikh Isa Mkaringa, kwamba naam, sehemu yoyote isiyokuwa na migogoro maana yake haimariki. Yani zile dhoruba ile migogoro mara nyingi ndiyo inayofanya kitu kiwe stable. Ni kweli kwamba migogoro ndio inajenga? Ndiyo inayojenga. Ndio wale Waswahili wakawa wamesema kwamba hata vyombo kabatini vikikaa vyenyewe, maana yake ifikia mahala ukasikia vinapigana mle. Kwa nini? Kwa ile kugongana, tafsiri yake ndiyo asili ya viumbe, kwamba viumbe ni lazima vicollide. Lazima pawe na collision, misuguano. Na ile misuguano ndiyo inayojenga uimara wa hizi jamii zetu tulizokuwa nazo. Mimi nakushukuru. Asante. Nakushukuru, somo zuri. Ndio. Ile tafsiri ambayo mimi nilikuwa nadumu nayo naishi nayo ya kwamba mgogoro mbaya, mgogoro, leo hapa umeniongeza maarifa kwamba migogoro sio mibaya. Ndio. Bali viashiria sio vile vinakoishia ndiko kuna kuoga kubaya. Ndio. Nakushukuru sana. Swali la mwisho hili sio la kidini. Ila kizushi. La kizushi. Sheikh wewe ni Masanja. Wewe ni mtu wa Mwanza asili yako? Ndio. Mbona unaongea kama mtu wa Pwani? Imekuwaje unaongea kama sisi? Bismillahirrahmanirrahim. Mimi ni mtu wa Mwanza. Asili yangu ni mzao wa Mwanza, lakini Msukuma mwenye asili ya Bariadi. Na mtu wa Bariadi wanaitwa Wanyantuzu. Kuna Msukuma wa kawaida na kuna Mnyantuzu katika zile tabaka za kikabila. Ukuta kabila kubwa, lakini ndani yake kuna vijiji vya wale. Tunasemaga wale ukandamiza, lakini mimi nashukuru Mungu nilikuja kwa tunasemaga hauna. Mimi sina. Hiyo sina. Nakushukuru. Au umekaa sana Pwani huko tumekutengeneza. Kiukweli nilikuja kwa wanangu Pwani, Wazaramo na Ndengereko na wengine. Nimeishi nao kwa muda mrefu, ndio maana hii athari ya kukandamiza. Mtazamaji, tunanogesha kipindi. Sheikh Isa amekuwa mtamu wa lugha fasaha wa Kiswahili, akikwambia yeye Masanja, Masanja tunakulaga
huyu mbona ana Kiswahili kizuri. Nimemtania tu, sio ndugu zangu mnasemaga hivyo huyu. Mtazamaji, leo tulikuwa tunazungumzia migogoro. Tafsiri ya migogoro sio neno baya, lakini Sheikh Isa ametukumbusha kwamba migogoro ndiyo inayosaidia kuimarisha, wakati mwingine kuleta maendeleo katika mujitamaa au katika jamii mbalimbali. Itategemea tu ni aina gani ya mgogoro unaokwenda kuleta madhara na mgogoro upi unaokwenda kuleta maendeleo katika jamii. Muhimu ni kwamba Sheikh Isa umemsikiliza vizuri, ametukumbusha vizuri na pengine ametufundisha pia. Ikumbuke kwamba Sheikh Isa Rashidi Masanja yeye ni mudir wa markazi ya Masafa, markazi hii, na hapa amesema kwamba Dundani ni makao makuu na sasa kule Mwanza akaenda kufungua tawi. Bila shaka umri unakwenda, hii ni katika kuandaa kurudirudi kwenye asili yake alikotamani akazikwe, na leo alikuwa anatukumbusha migogoro. Kipindi hiki kimefika tamati. Inshallah nikualike wiki ijayo, tutakuwa na mada nyingine nzuri kama ya leo. Mimi ni Isa Mkalinga, wabillahi tawfiq, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam.